Moja kwa moja tuinamishe vichwa vyetu tena, tumwombe Mungu. Mungu wetu, bado tuko mbele zako, tunahitaji kusikia neno kutoka kwako. Sema nasi tuko tayari kusikia. Tufundishe zaidi sana, tupe moyo wa kulitendea kazi neno lako, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo lina kichwa askari wa Kristo. Askari wa Kristo. Askari wa Kristo. Mtu anapokuwa ametubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha, siku ile mtu anapotubu dhambi zake hivyo kwa kumaanisha kuziacha, katika ulimwengu wa roho anaandikwa kuwa askari wa Kristo. He is recruited as a soldier of Christ. Anaandikwa, anakuwa recruited, anaandikwa kuwa askari wa Kristo. Ni siku ambayo majina yetu yanafutwa kutoka katika vitabu vya hukumu, yanaandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Lakini sio tu majina yetu yanaandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni, lakini vile vile tunaandikwa kuwa askari wa Kristo. Kwa sababu hii, Wakristo nyakati za kanisa la kwanza waliitana askari pamoja na majina mengine mengi ambayo waweza kumwita yeye ambaye ameamini, yeye ambaye amemwamini Kristo. Waliitana vile vile askari wa Kristo. Waliitana vile vile askari wa Kristo. Timotheo wa pili sura ile ya pili mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 3 mpaka mstari wa 4 tunasoma: ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Baada maneno hayo, ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Naona, aliyemwandika awe askari. Tumeandikwa kuwa askari, tumekuwa recruited kuwa askari. Philemon ni kitabu baada ya Tito. Baada ya Timotheo wa pili nafuata kitabu cha Tito, halafu kinafuata kitabu cha Philemon. Philemon sasa
ina sura moja tu, na sasa tunasoma mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa pili. Filemon moja mstari wa kwanza mpaka wa pili. Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Filemon mpendo wetu, tenda kazi pamoja nasi, na kwa Afia ndugu yetu. Angalia maneno yanayofuata. Na kwa Akipo askari mwenzetu. Na kwa Akipo askari mwenzetu, na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Akipo askari mwenzetu. Tumeandikwa kuwa askari. Ni muhimu kila mmoja wetu kujipima, kujijaribu mwenyewe, ili aone ni askari kweli wa Kristo au si askari wa Kristo. Maana kama wewe sio askari wa Kristo, maana yake hauko katika orodha ya hao wanaokwenda kumwona Mungu. Wanaokwenda kumwona Mungu wameandikwa kuwa askari, wameandikwa kuwa askari wa Kristo. Kristo ndio maana anaitwa Bwana wa majeshi. Wameandikwa hawa kuwa askari. Sasa maandiko yanasema katika Wakorintho wa pili sura ile ya 13 mstari wa 5, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, ithibitisheni wenyewe. Tunatakiwa kujijaribu na kujithibitisha kwamba kweli sisi ni askari au la. Sifa za askari zinatajwa. Sio rahisi kuzitaja zote katika somo la leo, lakini ziko sifa za msingi ambazo tunatakiwa kuzitaja, ambazo kwazo tunaweza tukajijaribu wenyewe na kuona kama sisi kweli ni askari wa Kristo au la. Turudi katika Timotheo wa pili pale tulipokuwa mwanzo. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 3 mpaka wa 4. Ushiriki taabu pamoja nami, kama askari mwema wa Kristo. Hapa Mtume Paulo alikuwa anaandika waraka huu kwa Timotheo akiwa yeye amefungwa gerezani. Katika mstari wa 9 hapo anasema, labda tuanze mstari wa 8 tupate picha. Mstari wa 8 mpaka 9. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Nami katika hiyo, yani Injili yangu, nimeteswa. Angalia maneno hayo, nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Sasa ndio anasema ushiriki tabu hiyo pamoja nami. Manake ushiriki mateso yangu, ushiriki vifungo vyangu kama askari mwema wa Kristo Yesu. Uaskari unaambatana na mateso
unaambatana na vifungo. Sio shughuli ya raha. Mwaka 1974 mwanzoni, nikiwa na umri wa miaka 18, wakati huo bado sijafikisha miaka 19, miaka 18 na miezi kadhaa, tumemaliza kidato cha 6. Kabla kuingia chuo kwa sheria, tulilazimika kwenda Jeshi la Kujenga Taifa. Nami nilikwenda katika Jeshi la Kujenga Taifa Old Joro kule Arusha, na ilikuwa katika operation iliyoitwa Operation Ukombozi. Nyakati hizo Jeshi la Kujenga Taifa kimsingi lilipoanzishwa katika nchi yetu, miongoni mwa wale walioshiriki katika miongozo ya jeshi hilo walikuwa Waisraeli. Na miaka hiyo ya mwanzo ya Jeshi la Kujenga Taifa ilikuwa kweli ni jeshi, sio mchezo. Ilikuwa ni jeshi kwa maana jeshi hasa. Kwa hiyo suluba zote za kijeshi tulizipitia. Suluba zote za kijeshi tulizipitia. Haikuwa raha. Hakuna raha katika uaskari. Nyakati hizo walikuwa sio tu watu wanatoka wale waliomaliza kidato cha 6, lakini walikuwa wanatolewa wengine kutoka katika vyeo au nafasi mbalimbali serikalini. Watu ambao tayari wana nafasi nzuri kubwa katika jamii wanakuja jeshini. Na wakati huo alianza kutoa mfano mwenyewe rais wa kwanza wa nchi yetu Julius Kambarage Nyerere, akaingia Jeshi la Kujenga Taifa kama kutoa mfano. Na waziri mkuu wa nyakati hizo, kila waziri na lazima Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo wale wote wakubwa katika nafasi mbalimbali zote, kwa lazima unatoka, unaacha ofisi, unaacha nafasi yako, unakwenda Jeshi la Kujenga Taifa. Ile tunaingia tu kwenye geti. Kumbuka wako maafisa, atilia mbali sisi tumetoka shule. Hata shule zetu nyakati hizo, shule za serikali, lakini hazikuwa kama shule za leo za serikali. Shule za miaka yetu ya zamani ilikuwa ni shule zenye raha sana. Shule tuliokuwa tunasoma kule Mkwawa High School ilikuwa ni ya viwango vya juu sana. Shuleni tulikuwa tujui kufua nguo, hata socks hufui. Manake wewe ukiamka zile nguo zako zote chafu na zirundika mahali fulani, wanakuja vibarua wanakusanya zile nguo. Kulikuwa na kiwanda maalum kwa cha kufua nguo zile na kuzipasi. Ukitoka shule utakuta tayari zimekwisha pasiwa, zimeletwa kwenye chumba chako. Vibarua ndio wanakata hata nyasi. Hatukujua hata kufyeka nyasi. Wanakata nyasi kwa mashine.
vyakula vya hali ya juu sana sana sana, hali ya juu sana, ni kama huko hoteli ya ngazi ya juu sana ya nyota 5. Mwanzoni shule ile ilivyokuwepo, ilivyoanza, ilikuwa inaitwa St. George's, kwa hata wakati wa mvua kuna barabara za chini ambazo watu wanapita chini kwa chini ili usilowe mvua. Ilikuwa raha, kwa maana raha hasa. Tunatoka katika raha ya namna ile, sasa wote tunapokewa getini, na wale sasa maafande wanatupokea. Wanacheki majina, ndio kuwa recruited, ndio kuandikwa kuwa askari. Baada ya kucheki majina na kuandikwa vizuri hapo kila kitu, umepita getini hapo, unakutana na orodha ya maafande hapo. Wanasema kuruta. Kuruta sasa ni yule ambaye yuko recruited. Kutokana na neno recruited, sasa Waswahili wakasema kuruta. Kuruta, la kwanza mnatakiwa kujua nafasi zenu na elimu yenu mnaiachia pale getini. Nafasi zenu katika jamii mnaziachia pale getini. Haya, nazungumza na mimi wakati mesimama. Chutama, shughuli ndio imeanza hivi. Kichura chura. Sasa hao waliokuja na vitambi sasa, unasikia afande mmoja anasema, afande, kuna huyu mmoja hapa, nafikiri alikuwa manager kule. Afande anasema, huyo mlete kwangu huyo. Wewe unajua umekuja wapi hapa? Kuruta. Ay, shughuli nzito. Zile vikombe vya chai sio plastiki kwamba chai unaweza kupoza kidogo. Ni vikombe vya chuma. Ni vikombe vya chuma. Kwa hiyo ukiweka chai moto kwenye, yani lile lote linakuwa kwa sababu ni kikombe cha chuma, lile kikombe chote kinakuwa moto mkali. Yani hata ukiweka mkono tu mwenyewe hivi, umeshika bati la moto. Haya, chai uliyokamata, chai nzuri ya maziwa safi, na mkate una siagi. Tena siagi inapakwa kwa upanga. Siagi nyingi, kwa hiyo hautumii kisu, unapaka kwenye mkate kwa panga. Ukisikia vitu vya namna hiyo zamani zile, na ukiwa leo unashangaa ilikuwa Tanzania wapi. Wanapaka siagi kwa panga. Kwa hiyo mkate na masiagi mengi, na hiyo chai kwenye kikombe cha chuma. Haya, kuruta. Ni dakika 2 kumaliza hiyo chai. Dakika 2 umalize chai na kikombe cha chuma kimekamata moto sawa sawa. Ukiweka tu mdomo hivi, yani unasikia magamba yanatoka. Sasa naambia dakika 2. Kuruta. Ukinaniti kidogo, filimbi imelia kwamba muda wa chai umekusha. Yani hata hujaweka hivi, umetafuna tule mkate peke yake. Chai mwisho, kuruta. Unajua
Sasa umeandikwa kuwa askari. Ushiriki tabu pamoja nami. Nimeteswa, nimefungwa kwa ajili ya injili yangu. Dakika ile ya kwanza tunapokuwa tumeandikishwa kuwa askari, tumeandikishwa kupita katika tabu. Muulize askari yeyote, sio lele mama. Askari sio lele mama. Wanalala muda mfupi sana. Ile tumemaliza shuruba porini ya wapi kule za kijeshi, mnakuja usiku masaa na masaa, mnaimba nyimbo za uzalendo. Manake hamwezi kulala mapema. Ndio tuko hapa tunaimba, tunaomba Nyerere atawale, atawale, tunaomba Nyerere atawale. Hiyo mpaka saa mbaya tuko pale. Ile ukuruhusiwa kulala ni yani wakati ndio umeweka tu kichwa kidogo, unasikia filimbi, ni kuamka giza kabla ya chai, ni kukimbia mchaka chinja, kilomita na kilomita. Ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Unapokuwa umeandikwa kuwa askari wa Kristo, huku ukuja kwenye raha. Ukuja kwenye raha. Wokovu sio raha, ndugu yangu. Ukuandikwa huku kwenye raha. Mbona ananipata haya? Ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Ushiriki mateso yangu, ushiriki vifungo vyangu. Mbona ananipata haya kwa mume wangu? Ni kwa sababu wewe ni askari. Mbona anakupata haya kazini? Ni kwa sababu wewe ni askari wa Kristo. Mbona haya yanakupata masomoni? Ni kwa sababu wewe ni askari wa Kristo. Kama kweli wewe ni askari wa Kristo, utateswa, utaudhiwa, utadhihakiwa, utakutana na tabu. Ikiwa kweli umesimama katika kweli ya wokovu, una ushuhuda wa wokovu, utateswa. Kuna mambo mengi ambayo utakuwa umeyasimamia katika imani ambayo yatakuwa tofauti na wale wanaokuzunguka, ambayo yatakufanya kuudhiwa, yatakufanya upitie katika tabu. Lakini kila unapopata tabu, lazima ukumbuke unapata tabu kwa sababu wewe ni askari. Mafunzo mengine ya askari ni mazito sana. Sehemu nyingine mtu anapelekwa mahali kuinama kwenye handaki, anainama, umechoka, huko hoi kabisa, kule juu yako zinapita risasi,
Manake ukijaribu kuinuka tu hivi kidogo, manake utakula shaba. Kuna mahali unabingirika katika tope. Ni taabu ambazo lazima kila askari azipitie. Kwa hiyo acha kusimulia habari za taabu. Lazima ujue taabu ni sehemu ya maisha ya askari. Shike mkono jirani yako, mwambie taabu ni sehemu ya maisha ya askari. Mimi ni mambo mazito. Shalom we. Afadhali hata nimekuona. Wiki nzima hii. Sijui imekuaje. Mimi sijaona raha ya wokovu. Waisha. Raha ya wokovu shughuli gani unazungumza? Ushiriki taabu pamoja nami. Katika vifungo kuzidi sana, anazungumza Paulo mtume. Mara 3 nimevunjikiwa jahazi, kucha kukaa kilindini. Katika mapigo mara nyingi. Ushiriki taabu pamoja nami. Ukikutana na mazito na magumu kwa mumeo, kwa ndugu zako ambao hawajaokoka, kumbuka kwamba kweli wewe umeandikwa kuwa askari. Ujionee fahari. Ujue yananipata haya yote kwa sababu mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni askari. Shiriki tabu hiyo kwa furaha kama askari mwema wa Kristo Yesu. Amen. Maudhi yote tukayapata kwa sababu umesimama kwenye neno. Maudhi yote tukayapata kwa sababu unavaa tofauti na makahaba. Shiriki tabu hiyo kama askari mwema wa Kristo Yesu. Amen. Acha kulalamika, acha kupiga makelele, acha kunungunika. Kumbuka wewe ni kruta. Amen. Umeandikwa uwe askari. Askari sio mtu legevu. Ulegevu wote unapigwa ule mpaka ukomae. Ulegevu wote utoke. Si kule katika kambi yetu ya jeshi la kujenga taifa, wao walikuwa wanatumia neno nyoronyoro. Hapa kuna mtu kwa nyoronyoro. Ndio mtu legelege anaita nyoronyoro. Mtu anataka hivi laini nyoronyoro. Hakuna askari wa Kristo nyoronyoro. Ni watu wamekomazwa na tabu. Je, kwa msingi huo wewe ni askari wa Kristo? Mshike mkono jirani yako, muulize, kwa msingi huo wewe ni askari wa Kristo? Sio hilo tu, lakini kingine kinafuata pale. Katika mstari ule wa 4, Mathayo ya 2 sura ya 2 mstari wa 4. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Askari wanatengwa na dunia.
na huku duniani wanakuita uraiani. Wanatengwa na dunia kabisa, wako kambini. Utasikia mara kwa mara, umekwenda uraiani. Na wote ambao sio askari wanawaita raia. Umewahi kusikia hivyo? Umewahi kusikia hivyo? Yaani wao kama vile sio raia wa nchi hii. Kwa hiyo wote ambao sio askari raia. Ana raia ni yule nyoronyoro. Raia ni yule mtu wa raha hivyo. Lakini askari maana yake anasema nakwenda uraiani. Uraiani ndio sehemu nyingine yote duniani nje ya kambi. Na hakuna aliye askari anayejitia kwenye shughuli za uraiani. Sisi tukiwa tumeokolewa ni hivyo hivyo. Dunia yote inayotuzunguka ni uraiani. Sisi tuko ndani ya kambi ya askari. Hatuishi maisha ya uraiani. Maisha ya uraiani ni maisha ya dunia. Na maandiko yanasema dunia yote hukaa katika yule mwovu. Katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 mstari wa 19. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 mstari wa 19. Tunajua kuwa sisi tu wa Mungu. Na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Sema wote, dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Ndio, dunia inakaa katika yule mwovu. Sisi si wa dunia hii. Sisi hatukai uraiani. Kule jeshini, wakati wewe ni kruta, hakuna shughuli za kujipamba kule. Hakuna shughuli za kujipamba. Haya mambo yote ya dunia hakuna jeshini. Yani wamejitenga na dunia. Na ni mfano kwetu sisi tulio askari wa Kristo. Hatuishi kama raia hawa. Maisha ya raia sio maisha yetu. Amen. Maisha ya raia haya sio maisha yetu. Ukianza tu kujitia kwenye mambo ya dunia, unaishi tu kama watu wengine wa duniani. Furaha zao za dunia ndio furaha zako wewe. Ujue wewe sio askari. Ujue wewe sio askari wa Kristo. Askari wa Kristo anatengwa na uraiani. Furaha za dunia sio furaha zake. Mambo ya dunia sio maisha yake. Yesu akamwambia wanafunzi wake, ninyi si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Sisi si wa ulimwengu huu. Tumetengwa na ulimwengu tulipookolewa.
katika Yohana 17 mstari ule wa 16. Yohana 17:16, wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Ikiwa wewe umeokolewa, wewe si wa ulimwengu huu. Lazima kuwe na tofauti yako wewe na raia. Shike mkono jirani yako, mwambie maisha yako yana tofauti na maisha ya raia wanaokuzunguka. Na mwingine nyuma, mwambie maisha yako yana tofauti na maisha ya raia wanaokuzunguka. Muulize, awe mwenyewe ni raia. Unajua wako watu wengine hapa wamekaa kiraia sana. Ukiona mtu anachelewa kuja ibada, huyo ni raia. Askari huwa wachelewi. Askari wanachelewa? Wanachelewa kwenye gwaride? Wanachelewa kwenye gwaride askari? Askari wanatakiwa mahali fulani, huwezi kuchelewa askari. Wewe sio askari. Ukiona watu wanachelewa ibada namna hiyo, ukimwona tu kama tumeanza ibada muda, alafu naona mama huyo mmoja anakuja anajivuta kama yule Safira, ananengua hapo kwenye geti, unajua huyo ni raia. Ukimwangalia tunamwona jua raia yule. Mko kwenye mazoezi ya kwaya, yani karibu nyinyi mnamaliza mazoezi, ndio unaona jamaa moja linaingia na sauti ya tatu. Unajua hilo ni raia. Unajua huyo ni raia. Askari hawako hivyo. Askari hawako hivyo. Wakati wote wamejaa hofu. Wanajua wako jeshini, wako kambini. Na sisi tuko kambini, ndugu zangu. Tumetengwa na ulimwengu. Sisi si wa ulimwengu huu. Lazima wakati wote tukumbuke hivyo. Lakini si hilo tu. Hapo katika mstari wa 4 katika Timotheo ya pili, sura ya pili mstari ule wa 4, hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, tumeona hilo, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Wakati wote askari analenga kumpendeza afande. Analenga kumpendeza afande wake. Askari, funga mguu. Ukisikia amri ya namna hiyo, anatarajia mtu atainua mguu juu namna hii, alafu anashusha chini kwa. Akiona miguu inainuliwa, yani hapa karibu, anasema nyoro ashwa, anza upya. Nyoro ovyo haifai. Askari mguu hapa kwa juu, alafu kwa isikike kishindo. Wakati ule alikuwa sasa, yule ambaye anainua juu kabisa akipiga kishindo kinasikika, ndio anatolewa sasa kwenye eneo lile, anatengwa kwamba huyu safi, amempendeza afande. Na baki nyinyi wengine wote hamjampendeza. Haya ndio mnaanza kushughulikiwa.
Kwa hiyo wakati wote askari anajaribu kuangalia cha kufanya ili ampendeze askari. Kama ni ampendeze aliyemwandika wa askari. Kama ni mkono basi uinue sawa sawa juu namna hii na kutelemsha mpaka ile afande ajue kweli yule pale amenipendeza. Na maandiko yanasema katika Wagalatia 1 mstari wa 10, ni nani basi tunayomshawishi? Je, ni Mungu au wanadamu? Kama tunajaribu kutafuta kuwashawishi wanadamu katika wokovu wetu, basi sisi sio askari, sisi sio watumwa wa Kristo. Wagalatia 1:10. Maana sasa je, ni wanadamu nao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo, singekuwa kwa msingi huo askari wa Kristo. Askari wa Kristo anatafuta kumshawishi au kumpendeza yule aliyemwandika kuwa askari. Huvai ili kuwapendeza wanadamu, unavaa ili kumpendeza Kristo. Unafanya kazi ile ya kumpendeza Kristo, sio kuwapendeza wanadamu. Haufanyi lolote ili kuwapendeza ndugu zako wa kimwili. Ufanye lolote ili kumpendeza wanafunzi unayosoma naye shule. Unayafanya ili kumpendeza aliyekuandika awe askari. Je, katika maisha yako ni nani unayemshawishi katika unachokifanya? Unatafuta kumshawishi nani katika kuvaa kwako? Wakisema hao raia hupendezi, kinakuvuruga, kinakupa shida, basi wewe sio askari. Askari anatafuta kumpendeza yeye aliyemwandika kuwa askari, hata kama ni kwa gharama ya kifo. Silo tu, lakini askari kimsingi kabisa anapimwa uaskari wake kutokana na utii wake. Anakuwa tayari kutii maagizo hata kama yale maagizo yanaweza kumgharimu kifo, yanaweza kumgharimu mateso mazito, yanaweza kumgharimu kupata shida nzito. Askari yeye kazi yake ni kutii amri, tena anazitii papo kwa hapo, hakuna mjadala. Angalia Luka sasa, sura ile ya Luka sura ile ya 7. Hapa tunaona juu ya akida mmoja. Akida ni jina linalotumika zamani hizo, inazungumzia kamanda wa jeshi. Ni kamanda wa kikosi cha jeshi, ni afande huyu anaitwa akida. Askari kadhaa wengi wako chini yake. Sasa Luka sura ya 7, huyu kamanda wa jeshi afande anamwambia Yesu katika mstari ule wa 8, labda tuanze tu moja kwa moja ili upate picha nzuri. Labda itakuwa tuanze tu tangu mstari wa 2, alafu ndio tutasoma mstari wa 8. Tutasoma mpaka mstari wa 8. Mstari wa 2 mpaka wa 8.
Na mtumwa wake akida mmoja, ndio huyo komanda, alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu mtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida, huyu kamanda, huyu afande, alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Sasa anaelezea, anafafanua, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu, yani nikimwambia askari huyu nenda, uenda, hakuna mjadala. Akisikia tu amri namwambia nenda, anatoka pale mbio, anakwenda. Na huyu maana yake nikimwambia njoo, huja. Na mtumwa wangu fanya hivi, ufanya. Unasikia? Kamanda anasema nina askari chini yangu, na askari yote nikimwambia nenda, anaondoka na kwenda haraka. Hakuna mjadala wala haulizi maswali kwamba kwa nini niende saa hizi sio jioni? Kwa nini yeye ananiambia niende? Kwa nini hajamwambia mwingine ndio aende? Hana mjadala, analitendea kazi lile neno haraka. Njoo, anakuja haraka. Askari kuja, anafunga mguu haraka, huyo anakuja hapa, anapiga saluti, ndio afande amefika. Hawana hata maswali. Wanaambiwa utendee kazi lile, amri ile. Hakuna kuuliza maswali. Na huyu tunayemwita Yesu Kristo kuwa ni Bwana, lazima tujue neno Bwana linazungumzia Bwana wa majeshi. Huyu ni komanda. Leo katika Luka 6:46 anasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kama kweli huyu tunamwita Bwana, lazima tujue tunamwita Bwana wa majeshi, tunamwita kamanda wa maaskari, afande wa maafande wote. Amen. Akituambia njoo, tunakuja haraka. Akituambia nenda, tunakwenda haraka. Neno lake likisema, hatufanyi mjadala na neno lake. Akituambia nendeni kuhubiri injili kwa kila kiumbe, tunatoka tunaenda kuhubiri, hakuna mjadala. Hatujali tutaenda kutukanwa katika kuhubiri kwetu, hatujali atakayetupata mazito, tunakwenda kwa sababu tumetia agizo la askari, agizo la afande. Amen. Mungu amesema na wewe katika mambo mangapi na umekuwa unayafanyia mjadala? Kama umekuwa unayafanyia mjadala, uyatendee kazi vile vile alivyo. Wewe sio askari. Ombeni bila kukoma, hiyo ni amri. Kama wewe ushiriki yale maombi kwa sababu Mungu amesema ombeni, wewe sio askari. Wewe bado ni raia. Ndio maana mpaka leo hujajua umuhimu wa kuhudhuria Powerhouse katika maombi, sababu wewe ni raia. Mungu anakuambia ombeni bila kukoma. Wewe huoni maana ya maombi mpaka leo, bado unafanyia mjadala. Hivi lazima tuombe, lazima tuende katika maombi, hivi lazima tuende kushuhudia. Yaani hujajua hata maana ya kushuhudia.
Alafu unaitwa eti kiongozi wa askari. Kiongozi gani? Wewe ni raia. Wengine wote wanakwenda kushuhudia, wanaleta ripoti zao, lakini wewe hujaenda, uko kwenye shughuli za kwako tu, unauza mandazi. Alafu unasema ni askari. Ni askari kweli hawa? Afanda anakuambia unatakiwa saa fulani uende kushuhudia. Kama wewe ni askari, huna choice, huna chaguo, ni lazima ulitii lile neno. Amen. Lazima ulitii lile neno, hata kama linakugharimu kiasi gani, hata kama litakugharimu biashara zako uziache upate hasara. Ndio maisha ya askari wa kweli. Askari mwema wa Kristo Yesu lazima awe mtii. Wasi wa namna yoyote jeshini hauvumiliwi. Askari wanaambiwa kushambulia kambi ya adui, na kula nasikia risasi, shaba zinalia. Wanaambiwa wasonge mbele, wacharge, wasonge mbele. Wanajua kabisa wanakwenda kukabiliana na mauti, lakini amri imetolewa, anakwenda. Na huyo afande wa maafande anatuambia uwe mwaminifu hata kufa. Neno lile akilitamka, mtu amachaye mkewe na kuoa mwanamke mwingine, azini. Na wazinzi hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Manake huwezi kukaa na mke ambaye si wako kama wewe kweli ni askari. Sasa mimi nitamwachaje huyu mume, tumezaa watoto, tunapendana, sasa yani inakuaje na ile mume wangu wa zamani, yani tumeachana kwa vurugu kabisa, sasa inakuaje? Hakuna maswali, ni kuondoka hapo. Hata kama una watoto 10, hapo sio kwako. Askari unafunga mguu. Sasa umekataa kwamba nisichukue hata mtoto mmoja, potelea mbali, funga mguu, toka, nenda. Sasa uko mbele, itakuaje? Huangalii. Ibrahimu alipoitwa aliitika, akatoka, sijui aendako. Huyo ndio askari. Ukiitwa unaitika, unatoka, unakwenda, unatii maelekezo uliyopewa. Huwezi kuendelea kuuza pombe alafu unasema umeokoka. Unauza pombe, unauza sigara kwenye duka lako. Ukimpa mtu pombe, hata kama wewe hunywi, Habakuki 2:15 mpaka 16, unahesabiwa na wewe ni mlevi. Huwezi kumpa mtu pombe, huwezi kumpa mtu sigara alafu unasema mimi sivuti sigara, mimi sinywi pombe. Hakuna. Kuokolewa maana yake kuacha kuuza pombe, kuacha kufanya kazi katika kiwanda cha bia, kuacha kufanya kazi hata kama ni manager katika kiwanda cha sigara. Hiyo kazi inakufa unapokuwa umeokoka. Unafunga mguu, unatoka kwenye kiwanda cha sigara. Hakuna mjadala. Sasa baada hapo nitaishije? Hata ikibidi kufa. Umeambiwa songa mbele, askari unasonga mbele. Shughuli zote zile za ajabu hizi huwezi kuzifanya tena ukiwa umeokolewa. Unafunga mguu bila kujali atakayokupata, kwa sababu wewe ni askari. Hatufanyi mjadala na neno la Mungu. Neno la Mungu kama linatuagiza kubatizwa katika maji tele baada ya kuamini, hakuna mjadala. Unabatizwa kwanza. Kama ni maswali hujaelewa vizuri, utauliza baada ya kubatizwa. Unabatizwa kwanza, maswali baadaye. Yale maswali unabatizwa wakati umeshalitendea kazi neno. Mnasikia ninyi ambao mjabatizwa? Ubatizo tumesema ni tarehe ngapi? Tarehe 22.
unabatizwa kwanza, maswali baadaye. Kama wewe ni askari wa Kristo, kama umeandikwa kuwa askari, ndio inavyokuwa. Baada ya pale ndio unauliza, upata tu maarifa sasa kuhusiana na ubatizo. Shughuli umeshaimaliza. Aliyekuandika kuwa askari anajua kweli ni askari. Mshike mkono jirani yako, muulize, kwa msingio wewe bado una ujasiri wa kusema wewe ni askari? Kwa msingio bado una ujasiri wa kusema ni askari? Askari ndani yake hakuna uasi wa namna yote. Kabla kuokolewa tunaitwa watoto wa uasi, wana wa kuasi. Lakini ikiwa tumeandikwa kuwa askari, tumeandikwa vile vile kuwa watoto wa kutii. Naona katika Waefeso kwa mfano sura ile ya 5, Waefeso sura ile ya 5, unaona habari ya wana wa uasi. Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 6. Waefeso 5:6, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Watu ambao hawajaokoka, watu wa dunia hii wanaitwa wana wa uasi. Hawako tayari kuyatii maneno ya Mungu na kuyatendea kazi. Wakati wote ni kushindana tu na neno la Mungu. Hakuna kuokoka duniani, maneno chungu mzima ya uasi. Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 1 mpaka mstari wa 2. Waefeso 2:1 mpaka 2, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wana wa uasi, wana wa kuasi. Tunapokuwa tumeokolewa, tunabadilishwa, tumetubu dhambi zetu. Dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa 4 utaona neno hilo, dhambi ni uasi. Tukutubu dhambi maana yake kutubu uasi. Tunageuzwa, tunabadilishwa, tunakuwa watoto wa kutii. Tunakuwa watoto wa kutii. Katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 1 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Petro 1:14, kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Tunaitwa sasa watoto wa kutii, maana tumeandikwa kuwa askari. Mungu akituambia kwa habari ya zaka, hayo yamewapasa kufanya, mnatakiwa kulipa zaka. Hakuna mjadala. Hata kama maisha yetu yanaonekana yanakongoroka, mambo yanakwenda sio vizuri, lazima tutii kulipa zaka. Ndio unajipima kama wewe ni askari au ni mjadala unaenda kutafuta huruma za watu. Yani mimi sasa mambo ya zaka yananishinda. Wewe sio askari, wewe ni raia. Wewe ni nani? Raia. Askari yeye ni mtii hata kwa gharama ya kifo. Hatuna haja ya kwenda zaidi hapo. Manake hapo unajipima, unajijaribu wewe mwenyewe. Wewe ni askari kweli au ni raia? Kama bado kuna wasiwasi ndani yako, kuna mjadala kwenye maneno ya Mungu, unajaribu kutafuta raha tu za dunia hii, utaki kupitia katika tabu kwa sababu ya kulipa zaka, utaki kupitia tabu kwa sababu ya kutoa changizo, unatafuta raha hizi kwa kukwepa kutii maagizo ya Mungu. Wasiwasi bado uko ndani. Ukiwa kanisani unaonekana kama mtoto wa Mungu, lakini ukiwa kazini kwako
ukiwa nyumbani kwako ni kahaba tu wa kawaida. Wewe sio askari, wewe ni raia. Kama unajigundua wewe ni raia, leo mwambie Kristo akuandike katika orodha ya askari. Kumbuka, wanaoingia mbinguni ni askari peke yao, ni wapambanaji peke yao. Na wewe ukiwa askari lazima ukumbuke, wewe askari yeyote ni mpambanaji. Vita ni sehemu ya maisha ya askari. Amen. Na wakati wote mnajizoeza vita, wakati wote mnafundishwa vita. Askari wanafundishwa vita wakati wote. Hata vita haijatokea wanafanya mazoezi ya vita. Kila askari ni mpambanaji. Ukiona vita vimekuja katika maisha yako, vita vimekuja kazini kwako, vita vimekuja katika biashara yako, vita vimechipuka kwa nguvu katika masomo yako, shangilia, kwa sababu wewe ni askari na askari ni mpambanaji. Vita ikija ndio fursa ya kufanyia kazi mazoezi ya vita uliojifunza kama askari. Kila askari ni mpambanaji. Shika mkono jirani yako, mwambie wewe ni mpambanaji. Wewe ni mpambanaji. Mtu ambaye sio mpambanaji analalamika tu, ni kunung'unika tu, vita. Oh, yani mimi ushindani umezidi. Hey, wewe raia. Wewe ni nani? Raia. Askari anafurahia vita. Vita ndio fursa ya kufanyia kazi mazoezi ya vita ambayo amekuwa anayapitia. Kazi ya askari ni kupigana vita. Pambana. Wewe ni askari. Hakuna kuacha imani hapa. Pambana. Pigana vita vizuri vya imani. Imani uilinde. Vita vimekuja kazini, vimekuja kwa ndugu zako wa kimwili, pambana. Oh, hakuna kwenda ibada. Ninakwenda kwa sababu afande wa maafande ameniambia usiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Waebrania 10:25 ndio afande. Hakuna mjadala. Lazima niende ibada. Mume unataka utaki, baba mzazi unataka utaki, ninamtia afande wa maafande. Huyo ndiye anayempendeza, ameniandika kuwa askari. Pambana. Kama huna ile roho ya upambanaji, hujaandikwa kuwa askari. Au bado ni kruta nyoronyoro. Leo mwambie Bwana akukomaze pale uliposimama juu. Kisha weka mikono yako juu sasa. Baada ya wimbo huu, hebu zungumza na Bwana. Kama unajiona wewe hujawa askari, mwambie akuandike kwa askari. Kama unajiona ni askari nyoronyoro, kuruta nyoronyoro, mwambie Bwana akukomaze leo. Weka mikono yako juu. Zaidi. Zaidi.
la la. Kitabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna askari mpiganaji ambaye anajitia katika shughuli za dunia hii, lakini wakati wote anawaza kumpendeza yeye aliye askari, aliyemwandika kuwa askari. Yeye sio raia, haishi kama watu wa uraiani. Hakuna uasi ndani ya askari. Wakati wote anasema ndio afande, akiambiwa njoo ndio afande, nenda ndio afande. Hakuna mjadala. Kwa nini mnaniita bwana bwana, walakini hamuyatendi nisemayo? Jijaribuni wenyewe. Jijaribuni wenyewe. Jithibitisheni wenyewe kama mko katika imani au la. Je, kweli umeandikwa uwe askari? Je, kweli wewe ni askari wa Kristo? Kama unaona sio, hebu zungumza na Bwana. Hebu zungumza na afande wa maafande. Mwambie akuandike leo uwe askari. Akuandike leo uwe askari wa Kristo. Mwambie Bwana, umeniona mimi sio mpambanaji. Nimekuwa nalalamika tu na kunungunika badala ya kupambana, badala ya kupigana vita. Mtu wa malalamishi. Weka ndani yangu nguvu ya vita. Weka nguvu ya vita ndani yangu. Afande wa maafande Yesu Kristo, Bwana wangu wa majeshi, ondoa uasi ndani yangu. Niwe askari wa kutii. Imani inapiga kelele. Mwana wa Daudi, unirehemu. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kiu ya haki, maana hao watashibishwa.
la Yesu. Baba, kila mmoja ambaye amejiona sio askari, anapotubu dhambi zake sasa, umwandike kuwa askari. Unajijua bado wewe ni mwenye dhambi, uasi bado umejaa ndani yako. Huu ni wakati wa kutubu dhambi zako, kutubu uasi na kumwambia Kristo, niandike kuwa askari. Mtu anayeweka mikono yako juu, unataka kuandikwa kuwa askari leo. Kisha fatisha sala hii kwa bidii, sema hivi: Mungu wangu, hakika umeniona. Uasi umejaa ndani ya moyo wangu. Ondoa uasi ndani ya moyo wangu. Nifanye kuwa mtoto wa kutii. Niandike kuwa askari kuanzia leo. Utii uwe sehemu ya maisha yangu. Baba, ninakusihi kwa jina lako Yesu Kristo, unifanye kuwa askari mwema wa Kristo. Katika tabu, katika kuwa mbali na uraiani, na kuwaza kumpendeza afande wa maafande, na yote niliyojifunza. Asante kwa sababu tangu sasa uaskari utaonekana katika maisha yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Na wewe mwenyewe unajua niliandikwa kuwa askari, lakini bado ni askari nyoronyoro. Na weka mikono yako juu vile vile. Sema: Mungu wangu, uliniandika kuwa askari siku kadhaa zilizopita. Lakini mimi ni askari nyoronyoro. Nikomaze kuanzia leo. Niwe mtii hata mauti. Uasi wa namna yote usitaje kwangu kamwe. Bwana Yesu, nimedhamiria, niwezeshe kuwa askari mwema wa Kristo, kuwa kama Paulo mtume, pamoja na vifungo alisimama imara katika imani. Pamoja na mateso na dhiki nyingi, alisimama imara katika imani. Nisaidie Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wewe ambaye umefuatisha sala, umeandikwa kuwa askari. Muda mfupi ujao tutakuwa katika vikao ya section katika maeneo ya zone zetu. Jitambulishe pale kwamba umetubu dhambi zako leo, na sisi viongozi tunawauliza. Hiyo ndio kazi ya kwanza, ili tujue mahali pa kuwapa msaada zaidi wa kiroho, na utakapokea maelekezo, mwongozo, utendee kazi haraka kama askari. Na ndivyo jinsi utakavyozidi kuwa na baraka
kwa watu wengi zaidi katika maisha yako. Sasa sala ya mwisho ya baraka, weka mikono yako juu kila mmoja tena. Mungu mwema, watu wako walionyesha mikono yao juu, ila wametoka giza nyumbani. Wameacha yote wakijua kuingia nyumbani mwako ni neema iliyokuu. Ndio maana wamekuja nyumbani mwako wakijua mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Asante kwa sababu wamekula na kunywa kwa ajili ya afya zao za kiroho. Na kwa sababu hii kila mmoja anaenda katika afya aliyoipokea leo. Na Mungu mwema, watu wako wamekuja nyumbani mwako Jumapili ya kwanza katika mwezi wa 4. Wameanza mwezi na wewe. Wamekuheshimu wewe kuanza Jumapili ya kwanza nyumbani mwako. Umesema atakayekuheshimu na wewe utamheshimu. Basi waheshimu watoto wako hawa wa kike na wa kiume. Ionekane waziwazi umewaheshimu kazini kwao, umewaheshimu katika biashara zao, umewaheshimu nyumbani kwao, katika masomo yao na katika kila nyanja ya maisha. Bwana akuheshimu katika biashara yako wiki hii. Hata ujue amekuheshimu. Bwana akuheshimu katika kazi yako wiki hii, hata ujue amekuheshimu. Bwana akuheshimu katika masomo yako wiki hii, hata ujue amekuheshimu. Bwana akuheshimu katika ndoa yako, katika familia yako, katika ukoo wako wiki hii, hata ujue amekuheshimu. Akuheshimu katika kilimo na ufugaji wako wiki hii, hata ujue amekuheshimu. Uingie na kutoka, uamke na kulala ukiwa umeheshimiwa na Bwana. Iwe ni wiki ya kuheshimiwa na Bwana. Bwana ahusike nawe hata katika mwili wako, na kuondoa kila udhaifu wa mwili, akutie nguvu ya kufanya kazi ya askari. Mkuu wa uzima akufanye kuwa mzima. Na zaidi sana, baraka zote zilizopatikana kwa Yesu Kristo kusulubishwa msalabani, tendo tunalolikumbuka dunia nzima siku chache zijazo. Alipotamka imekwisha pale msalabani, alimaanisha hivyo. Tetelestai, imekwisha. Iwe kweli imekwisha, imekwisha, imekwisha katika yale yanayokupata katika biashara yako. Iwe kweli imekwisha katika yale yanayokupata kazini kwako. Iwe kweli imekwisha katika yale yanayokupata katika ndoa yako, katika familia yako, katika masomo yako, kokote pale. Neno imekwisha lidhihirishwe kwa vitendo. Kama vile ambavyo alikatilia mbali kazi za ibilisi, akafufuka kama alivyosema. Nyakati hizi za kukumbuka kufufuka kwake, kama alivyosema, kuambatane na wewe kufufuliwa viungo vyako vya kimwili na kufufuliwa kiroho. Na kwa imani yako, familia yako nzima ifufuliwe na Bwana. Ndugu zako ambao wako hoi vitandani wafufuliwe na Bwana. Iwe ni wiki ya baraka, kwa maana wiki ya baraka unapoisogelea Pasaka. Nenda katika baraka hizo unapoiendea wiki
katika jina la Yesu. Mtaje huyo Yesu mfalme. Katika jina la Yesu. Amen. Washike mikono wawili watatu, kila mmoja mwambie, mimi sio raia, ni askari mpiganaji. Wewe je? Na mwingine nyuma yako, mimi sio raia, ni askari mpiganaji. Wewe je? Amen. Ndivyo tunavyomaliza kabisa ibada kuu ya leo, na kama kawaida tunakwenda moja kwa moja katika vikao, katika section zetu, katika maeneo ya zone zetu, tukizingatia kwamba ibada fupi ya shukrani itakuwa inaanza muda upatao saa moja hivi kuanzia sasa, saa 9:30 na saa 10 kamili jioni maombi ya tai. Na Jumapili ijayo hakuna cha kubanga katikati yetu. Unakumbuka? Shika mkono jirani yako, mwambie usiwe cha kubanga Jumapili ijayo. 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 Cha kubanga unakumbuka ni watu gani? Wale wanaokuja wanakuta sisi tayari tunapunga matawi kwa mfalme wa falme, alafu wanataka upungiwe wao. Hao ndio akina nani? Mwambie tena mwingine, usiwe cha kubanga Jumapili ijayo. Usiwe cha kubanga Jumapili ijayo. Usiwe cha kubanga Jumapili ijayo. Kwaya, wakati tunakwenda kwenye vikao, twende. Haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Oh, haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana.
Kwaya mnapanda hapo kwa dakika 2-3 wakati watu wanaenda kwenye vikao na wao wakiwa na, alafu baadaye nanyi mnayoikia kwenye vikao huko. Unaimba wakati unakuja. Haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Uliyetutoa dhamini, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Oh, haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Haleluya, hosana, hosana, shangwe juu mbinguni. Hosana, shangwe kwa Baba. Hosana, shangwe juu mbinguni. Hosana, haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Oh, haleluya, haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Uliyetununua kwa damu, hosana, shangwe kwa Bwana. Uliyetutoa dhamini, hosana, shangwe kwa Bwana. Hosana, hosana, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana kwa Baba. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana. Haleluya, hosana, shangwe kwa Bwana. Uliyetununua kwa damu, hosana, shangwe kwa Bwana. Uliyetununua kwa bei, hosana, shangwe kwa Bwana. Hosana, hosana, shangwe kwa Bwana. Hosana, shangwe, hosana, hosana, shangwe, hosana, hosana juu. Haleluya, hosana, amen. Haleluya, hosana, twalitukuza jina lako. Amen.
Sasa kupanga Jumapili.